Leo hii tupo hapa tukiwa katika harakati za muendelezo wa maandalizi ya maonyesho ya utalii na uwekezaji. Kama tunavyofahamu, maonyesho haya yanafanyika kila mwaka, ambapo mwaka jana tuliweza kuyafanikisha mwezi Oktoba, lakini mwaka huu tutayafanya mapema kidogo mwezi Juni, kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 21. Tumebakisha takriban siku 2 kuelekea katika maonyesho hayo, ambapo tunatarajia kwamba Ijumaa hii ndio itakuwa rasmi tunazindua maonyesho haya ya utalii na uwekezaji. Leo tuko hapa katika site kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa mwisho na kuona namna gani maandalizi yalipofikia, na kwa tathmini yetu ya haraka tumeshakamilisha angalau 70% ya maandalizi. Tuna imani kwamba mpaka kufikia kesho jioni basi tutakuwa tumeshakamilisha masuala yote na tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kulaunch maonyesho yetu haya. Kwa mwaka huu, kutokana na muingiliano wa kiratiba na masuala mengine mbalimbali ambayo yameibuka katika mwezi huu wa 6, kama tunavyofahamu mwezi wa 6 umekuwa na matukio mengi sana, kiasi cha kwamba hata watu ambao tunawategemea kila siku katika ushiriki wanakuwa wamezidiwa kutokana na wingi wa matukio. Lakini yote hiyo ni heri, inaonyesha jinsi gani ambavyo shughuli za kiuchumi na masuala mengine mbalimbali ya kiutekelezaji yanavyofanyika. Kwa hiyo hatulalamiki, lakini tunachukua kama ni changamoto, lakini vile vile kuweza kujifunza baadaye jinsi gani vya kuweza kupanga vizuri matukio yetu haya, ili yasiwe yana mgongano mkubwa sana na matukio mbalimbali ambayo yanaratibiwa na sekta binafsi, lakini vile vile na serikali. Maonyesho ya uwekezaji ya utalii na uwekezaji 2025, tunatarajia kwamba tutakuwa na buyers wasiopungua 150, lakini vile vile exhibitors wasiopungua 150. Katika ile siku ya ufunguzi tunatarajia kwamba tutakuwa tuna ushiriki wa watu wasiopungua 500, wakijumuisha na hawa buyers na exhibitors ambao watakuwepo hapa. Kwa hiyo kwa ujumla tunatarajia si pungufu ya watu 700 kwa pamoja ambao tutakuwa nao katika sherehe ile ya ufunguzi. Sherehe hizi, kama itakumbuka, mwaka jana tulimuomba Mheshimiwa Rais awe mgeni wetu rasmi, lakini kwa mwaka huu vile vile tulimuomba yeye awe mgeni rasmi, na kimsingi alishakubali. Lakini kutokana pia na muingiliano wa ratiba kwa upande wake, kama tunavyofahamu na yeye ana ratiba za kwake pia za kifamilia kwa tarehe hiyo, kwa maana hiyo ameelekeza kwamba wizara yetu ya utalii kupitia waziri iweze kumwakilisha katika hafla hii. Lakini hata hivyo hatukumwacha mheshimiwa aondoke hivi hivi. Tumechukua hatua za yeye kuweza kurekodi ujumbe mfupi kwa ajili ya kuweza kuwasilisha maudhui ya tukio hili kwa washiriki wetu wote, na kwa sababu yeye tunamhesabu kama ni champion wa kuweza kutangaza utalii wetu, ama yeye ndio sura ya utalii wetu kwa upande wa Zanzibar, tumeona kuna kila sababu kuhakikisha kwamba anaweza kuzungumza na ile audience moja kwa moja. Zoezi hilo limeshakamilika, kwa hiyo tunatarajia kwamba tutalionyesha katika ile siku ya tukio, ambapo watu wote wataweza kushuhudia ule ujumbe au maudhui ambayo Mheshimiwa Rais atakuja nayo kwa kipindi kile. Lakini sambamba na hilo, kwa sababu tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi na maonyesho yetu haya hatujui huko mwakani mambo yatakapokuja kuwa, tuombe salama kwamba mambo yote yatakwenda vizuri. Tumesema kwamba tutambue makundi mbalimbali ambayo tumekuwa nayo pamoja katika safari yetu hii ya tangu tulipoanzisha haya maonyesho ya utalii na uwekezaji. Kwa hiyo tutakuwa tuna awards mbalimbali ambazo tutarecognize, ikiwemo vyombo vya habari, na naamini kwamba vyombo vyote vya habari ambavyo tumekuwa navyo kwa karibu sana tunavifahamu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila mmoja wenu tunawatambua na kuwapa cheti maalumu kwa ajili ya kutambua michango yenu na juhudi zenu, na namna ambavyo mmekuwa mkijitoa katika harakati nzima za kutangaza utalii wetu. Lakini vile vile marais wetu wote wawili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na wao pia tutawatambua na kuwapa tuzo maalumu kama machampion kwa masuala ya kutangaza utalii na uwekezaji kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa kinara katika dhana nzima ya kutangaza utalii, hususan kupitia ile filamu ya Royal Tour, lakini kwa upande wa Zanzibar Presidential Tour ambayo ilikuja kurekodiwa na yule actor mashuhuri kutoka China. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na yeye alikuwa ni kinara katika filamu hiyo. Kwa hiyo kupitia tukio hili tutawatambua viongozi wetu hawa, lakini vile vile wadau wetu wote katika sekta ya utalii nao pia tutawapa recognition maalumu, na kila mmoja ataondoka na tuzo yake ili kuweza kudumisha ule umoja wetu na mashirikiano yetu, lakini vile vile kuonyesha kwamba serikali inathamini kila mmoja mchango yake ambayo alikuwa nayo. Na mtakumbuka pia mwaka jana kwamba wakati tunafanya maandalizi ya kuelekea katika kilele za tukio hili tulifanya promotional videos mbalimbali, na mwaka huu vile vile tumechukua methodology hiyo hiyo ya kuandaa promotional video, na safari hii tumefanya kwa pande zote mbili za kisiwa kwa maana ya Unguja na Pemba. Mwaka jana tulifanya promotion ya maeneo ya vivutio kwa upande wa Unguja, lakini mwaka huu tumesema vile vile tufanye kwa Pemba. Kwa hiyo tuwaombe sana wadau wa sekta, wananchi kwa ujumla kuweza kuja kwa pamoja kuiona kazi nzuri ambayo imeandaliwa ya kuweza kupromote utalii wetu na kuonyesha ile haiba ama vivutio mbalimbali ambavyo tunavyo katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar.